Matumaini yangu ni kwamba hu mweri wa afya, mpendwa msikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mtimbwa katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba naja kuwaletea maswali haya na majibu kutoka kwa wapendwa, yani maswali kutoka kwa wapendwa na majibu yanatoka kulingana na ukweli. Kwa hiyo ndugu zangu, kama jinsi nilivyosema, hii ni part 1, yani sehemu ya kwanza kuhusiana na maswali ambayo wapendwa waliouliza. Kwa hiyo nitaenda kujibu ni zaidi ya swali 10 zaidi ambazo nitaenda kuzijibu. Kwa hiyo ni hivi ndugu zangu, utaratibu ni kwamba nitakuwa naangalia, yani neno likiruhusu, kila Jumamosi itakuwa ni wakati ambapo natoa kipindi hiki kifupi tu kwa ajili ya kujibu tu maswali yenu, lakini kama ni swali chini, kama ni swali ni maswali manne aidha chini ya swali 5, siwezi nikatengeneza kipindi, yani itakuwa tu ni labda wiki nyingine tena inayofuata. Kwa hiyo swali kama zitakuwa 6, 5 kupandisha vizuri, lakini zikiwa chini ya 5 sio sana ambayo tukaongelea. Kwa hiyo majibu mnaweza mkatoa chini ya video hii, maswali mnaweza mkayatoa, mnaweza mkayaandika kwenye chini ya video hii, aidha hata kwenye video zingine tu ambapo tutakuwa mnatazama tu, mnauliza tu swali, kwa sababu mimi naziona tu moja kwa moja hizo swali na nazikusanya, alafu na waletea majibu kulingana na ukweli. Hii ni namna, naweza nikasema ni neema nyingine ambayo sio neema ambayo watu wote wanaweza wakaipata, kwa sababu unaweza ukasikiliza mafundisho kwenye YouTube, ni kitu kimoja, ni kweli, lakini unaweza ukawa na maswali na usipate majibu. Kwa hiyo ndio maana sisi tulio katika zizi la mzaliwa wa pili hatuna matatizo kuhusiana na hilo, kwa sababu kuna vipindi vya maswali na majibu ambavyo tuko navyo, na mzaliwa wa pili anatupatia tena kiundani zaidi sana majibu ambayo yako sahihi, ambayo mwezi mkayapata kwenye YouTube. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna maswali kadhaa ambayo yameulizwa katika vipindi aza mada tofauti tofauti, na mimi nitaenda kujibu kulingana na uweza wa neno lake Luba tite kile ambacho nitaenda kuwapatia kwa siku ya leo. Nitasoma kama gisi ilivyoulizwa, lakini sitasoma jina la mtu, sitakuwa nataja jina la mtu, lakini mwenye swali lenyewe atakuwa anajua tu kwamba ni yeye ndio ameuliza. Swali la kwanza ambalo nimeulizwa ni kwamba huyu ndugu anaanza kusema, tunamshukuru Luba tite kaka Imani, haujawahi kulijibu hata siku moja. Niko hapa Uganda na tayari nimeisha kubali neno. Swali langu ni, neno linaruhusu mtu kuzaa kwa mpango, kuna mabano, kama nikitaka kuzaa watoto wawili tu kutokana na maisha ninayoishi hapa katika kambi ya wakimbizi nchini Uganda, neno linaruhusu hilo? Hilo ni swali la kwanza. Tutajibu kwanza hilo swali la kwanza, alafu ana swali lingine ambalo linafuata. Unajua, kwa kweli sisi wakati tulipokuwa katika dini na katika mikusanyiko hiyo yote, jambo la kwanza tulikuwa tunaelezwa kwamba mambo ya uzazi wa mpango hautakiwi, kwa sababu uzazi wa mpango kwamba ni kama vile unaua, kwa mujibu wao. Ndivyo tulivyokuwa tunaelezwa sisi. Kwa hiyo ikiwa Mungu aliwaruhusu kusema kwamba nendeni na mkajazi dunia, sasa wewe ni nani wa kwenda kufanya mpango, yani uzazi wa mpango, kwamba hautaki kuzaa? Hilo ni kosa, kwamba ukifariki hata kama hauna mtoto utaulizwa mbinguni, wewe ulikuja huku ulizaa wangapi? Mambo kama hayo tulikuwa tunaelezwa tukiwa katika hizo dini. Lakini hao wenyewe wanaosema kwamba watu wanaofanya utaratibu aidha uzazi wa mpango kwamba wanaua watoto, ina maana kwamba nani nikasema watu wote ni wauaji? Kama ni hivyo kulingana na wao, nani nikasema kwamba watu wote kwa hiyo ni wauaji? Kwa nini? Kwa sababu kulingana na ukweli nyote mnajua kwamba wakati mwanaume anapokuwa katika tendo na mke wake, na inapofika wakati ambapo ana lazima sasa shahawa zitoke, wanawambia kwamba zile wanaita namna gani, manii inapotoka, sio manii moja, sio mbili, sio tatu, sio 4, wanasema kulingana na wanasayansi pia kwamba ni mamilioni ya manii ambayo inatoka. Sasa kati ya milioni kunatakiwa moja tu ambayo itakuwa haraka kwenda kwenye yai, na kwa ni 2 labda watoto mampacha wanakuja watatu, lakini ni moja ambayo itatoka, na hiyo moja ndio itakayofanya kwamba mimba itungwe,
ina maana kwamba manii nyingine zote zinafanya nini? Zinafariki. Kwa hiyo nani muuaji? Hilo ni jambo la kwanza. Sasa katika ukweli ni nini? Katika ukweli sisi tunajua kwamba kupata mtoto ni neema, ni neema, kwa sababu ikiwa mtu anaoa mke wake akiwa na lengo kwamba yeye apate mtoto, hapo tayari huyu mtu hajui maana ya ndoa ni kitu gani. Na haya ndio mambo ambayo tunaona katika jamii zetu sisi watu weusi. Unaweza ukaoa mke wako leo, ikipita tu kwa mfano mwaka mzima hajachukua ujauzito, watu wanaanza kununa, watu wanaanza kuongea, huyu mtoto wetu naye pia ametowea mwanamke ambaye huyu sijui, huyu kweli atazaa huyu, huyu hapana. Yani mtu anaanza kuwekwa pressure. Ikifika miaka miwili bado ujauzito hajaonekana, basi nani kijana anaanza kusukuma kwamba unatakiwa kuangalia mwanamke mwingine ambaye anaweza kazaa. Na wanaume wengine, vijana wengine ambao hawafikirii mambo kama hayo, wanaingia katika mtego huyo, anaenda kumpata mwingine, anakuwa na wapili. Sasa anapozaa huyu, kwa kweli wapili anapomooa kweli anazaa, lakini naye pia anazaa wanawake tu. Huyu naye mbona ni vyura tu ndio anazaa, kwa sababu kuna watu ambao wana hali ambayo ni mbovu sana, wanawachukulia wanawake yani watoto wanawake kwamba vile ni vyura katika baadhi ya makabila, na hilo ni jambo ambalo ni mbaya sana. Kwa hiyo huyo naye kwamba atafuta yule ambaye atakuzalia bia kijana, kwa sababu ukifariki urisi utaachia nani? Unaona, yani mambo kama haya. Sasa unapoenda huko tena unazaa tu wanaume, watakuambia ni wanaume tu, hakuna hata mwanamke. Yani sasa ujiulize ni nini hasa? Kwa hiyo hawa watu hawajui maana ya ndoa ni kitu gani. Kwa hiyo nikupenda tu kueleza, kuambia kwamba katika ukweli huu wa neno lake Luba Tite, ndoa kwanza inafungwa namna gani? Inafungwa, ndoa ni ya kiroho. Sitawaambia utaratibu wote ambao upo, lakini ndoa ni kiroho. Na mkiamua mke na mme kwamba hamtazaa mtoto yeyote yule, yani hamtazaa, hiyo sio dhambi, sio kosa, ni uamuzi wenu. Mkisema kwamba tutazaa mtoto mmoja au wawili, hilo halina tatizo, ni uamuzi wenu. Kwa hiyo uzae. Mkisema kwamba hatutazaa, tutajikinga, haina shida. Uzazi wa mpango katika ukweli unapita, kuna tatizo lolote? Tatizo liko wapi? Hakuna tatizo. Hakuna tatizo. Kwa hiyo huo huru, yani nyinyi wawili mkikubaliana, mke na mme, kwamba bwana sisi hapa tunaishia hapa, basi tufanye kile ambacho kinatakiwa. Nyote mnajua namna gani unaweza kujikinga sasa, ili kwamba ujauzito usiingie, ile aina ambayo utaona kwamba ni nzuri kwa mke wako, na mke pia itaendana na mwili wake vizuri, basi mnachukua hiyo, basi mnajikinga. Tuongee mambo sawa. Unaweza ukatumia hata kinga hii ambayo wanaita nani, kondom na mingine, haijakatazwa. Tatizo liko wapi? Kama unafanya hivyo kwa mke wako, aidha mnafanya hivyo ili kujikinga kwamba usipate ujauzito. Kwa hiyo kuhusiana hilo swala, hilo swali ambalo uko nalo, neno halina matatizo kabisa kuhusiana hilo. Uzae watoto wawili, haina shida. Useme kwamba hautazaa hata mmoja, haina shida. Kwa hiyo muwe na amani kuhusiana hilo. Swali la pili akauliza akasema hivi: sheria ya ukimbizi kambini ni kuwa mkimbizi yeyote akichaguliwa na nchi yeyote ya Ulaya au Marekani ili akaishi huko, basi yeye na mkewe anatakiwa kuwa na cheti cha ndoa la kitaifa. Bila hiyo hamna safari, na ili kuipata cheti lazima familia ya mkeo watakudai mahari. Bila mahari hautapata cheti cha ndoa. Ikiwa hauna cheti, mkeo atabaki tu kambini. Naomba neno inisaidie kupitia mledi na wewe ndugu yangu wa kiroho Imani Mchimbombo. Hilo ni swali lake la pili. Sasa mimi naweza nikasema kwamba nchi za Ulaya, kitu ambacho labda sijui utaratibu kuna namna gani, lakini nitakwambia hiki: nchi za Ulaya zaidi, Marekani sijui iko namna gani, lakini nchi za Ulaya haziweki katika system, hawachukulii ndoa za kanisani kama ndoa ambazo zinajulikana. Narudilia tena, nchi za Ulaya mfunge ndoa zenu kanisani, aza misikitini, aza katika mambo yenu ambayo mnayoyajua huko. Ndoa hiyo kiserikali haitambuliki. Ndoa inayotambulika kwa serikali za Ulaya ni ndoa ambayo umeenda kufunga kwenye
wanasema nini, unaenda kufunga kwa meya. Hizo ndio ndoa ambazo zinakubalika huku. Kwa hiyo ukisema kwamba mtu afunge ndoa na sijui kanisani, aidha sijui mahari ndio mtu apate cheti, mimi sijui huu utaratibu ni utaratibu wa namna gani, kwa sababu ndoa ni ya watu wawili, mke na mme, mnakubaliana. Kama mnaenda kufunga ndoa sasa ya kiserikali, mnaenda, tatizo liko wapi? Hakuna tatizo. Mnaangalia watu wawili watatu ambao watakuwa pale kwa ajili kama vile mashahidi, mnaenda mnafunga ndoa, sahihi zinawekwa, mnapata hizo document, mnahifadhi. Tatizo la mahari liko wapi? Kama katika hiyo nchi haipiti, hauwezi ukafunga ndoa ya serikali bila kwanza kuonyesha kwamba mumeoa za nini, kuweka mahari. Angalia nchi nyingine ambayo iko jirani, ambao wao labda hawafanyi hivi, mwende mkafunga ndoa hiyo sehemu kama inawezekana, kama wanakubali pia. Sijui utaratibu, inategemea. Kwa hiyo muangalie vizuri, kwa sababu kikawaida huu ndio utaratibu. Maana kuna uhusiano gani kati ya kufunga ndoa ya serikali mfano na tena mpaka hadi mtu aonyeshe kwamba mahari? Sasa ikiwa mtu ameoa na hajamalizia, nao pia watasema namna gani? Kwa sababu kuna wengine ambao wanaoa mahari lakini hawajamaliza. Sasa itakuwa namna gani? Kwa hiyo kikawaida ndoa ambayo inajulikana kabisa katika nchi za Ulaya ni ya serikali, na ukiwa na hiyo basi unaweza kuonyesha hata ya kwako kwamba nimefunga katika kanisa fulani, hilo halijulikani, hiyo ni ya kwako huko. Hapo lazima yani ile ambayo ni ya serikali ndio wanaichukulia kwa umakini. Kwa hiyo hilo ndio jambo ambalo naweza nikakwambia kwamba unaweza ukalitekeleza. Yes, na ukiwa na hiyo basi direct mambo yatakuwa tu ni mazuri. Swali lingine la mpendwa mwingine anasema kuhusu dunia. Hicho kipande cha ndimu cha juu baada ya anga nacho kina ardhi? Nafikiri ni kulingana na ile video ambayo nilitoa kwa dakika kama 13 kwa ajili ya kujibu maswali. Nilikuwa na ndimu, nilikuwa na limao, nilikuwa na ndimu ambayo nilikata katikati, nikainua hivi, nikasema juu ni mawingu, na ndio hii ambayo tunaona tukiwa nje tunaona, na hii chini ndio dunia, na hapa katikati ndipo kwenye udongo wenyewe. Hilo ndio nisema. Sasa nauliza kile kipande cha juu nacho pia kina ardhi? Hapana. Ardhi ni hii ambayo mtupo tu. Ardhi hauwezi kupata ardhi sehemu zingine. Ardhi ni hapa tu. Yaani ardhi haipo katika ulimwengu, hauna ardhi. Maana ulimwengu ni sehemu ambapo unatoka, ukitoka katika dunia ndio unaingia katika ulimwengu. Kwa sababu nasema kila wakati kwamba dunia iko ndani ya ulimwengu. Yaani ni kama vile unaweza kuchukua, unaona ile baluni ya nani ya sherehe ambazo watu wanasema kwamba wanasherehekea birthday. Unapuliza kwa mfano, unaifunga, alafu unaitupia tu angani kwa mfano hivi. Tuchukue kwa mfano hiyo baluni ni dunia. Alafu sasa inalemea tu, inalemea ndani ya ulimwengu sasa. Hilo ndio jambo mnatakiwa kuelewa. Kwa hiyo ni maji, ni aina ya maji. Yes. Yaani malimwengu, yaani kunaendelea ni malimwengu ambao wanasema nani, universe. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kipo. Hakuna ardhi. Ardhi tu ni hapa tu. Hakuna ardhi sehemu zingine tofauti na hapa duniani. Kwa hiyo wale wanaowaonyesha kwamba wako kwenye mwezi, unafikiri wanadema kwenye ardhi, alafu wanaonyesha udongo ambao wanatoa wanaweka ndani ya plastiki zile ambazo wako nazo. Cha kushangaza, hata udongo wenyewe huko chini haupandi juu, lakini huko chini wao wenyewe wanaweza kalemea hivi, lakini udongo unabaki tichi na importe kwa bon. Kwa hiyo ni hilo, sio kwamba kuna ardhi. Hapana, ardhi inabaki tu hapa tu, huko juu ni malimwengu. Swali lingine, huyu anasema naomba kuuliza kuhusu jicho la tatu, ni kitu halisi au ni nadharia? Na je, kutoka nje ya mwili, yani astral projection, ni kitu halisi au ni nadharia? Leta majibu yenye ushahidi wa kitafiti na sio kutumia miemko ya imani yako. Huyu siwezi nikamjibu kwa sababu anadharau, kwanza anapenda ubishi. Huyo napita haraka zaidi sana. Huyo sio, hana malengo mazuri. Swali lingine ni, hello ndugu Imani, na kufuata kwa makini sana na ninashukuru Luba kwa huo ufunuo. Swali langu ni kuhusu Elia na manabii wa Bahali. Kwa video yako ya awali ulisema kosa alilofanya Elia kuua manabii wa Bahali. Alifungua mlango uliosababisha yeye kukimbia kwa kuogopa Yezebeli. Baadaye umetoa video nyingine ukisema Elia hakuwaua hao manabii wa Bahali, bali aliwatoa demons.
nieleweshe vizuri hapo. Hizo ndio swali ambazo ni za hekima za busara. Ni kweli video za kwanza kabisa, mwanzo kabisa nilitoa kuhusiana na nani Elia na manabii wa Baali. Ni kweli nilisoma katika Biblia, unaweza ukaangalia tu kipindi, ni ndani ya Biblia za kisasa. Sikuchukua Biblia za Kala Tandemsi, ilikuwa ni mafundisho kulingana na Biblia za kisasa, na tukaonyesha ni nini ambacho kilitendeka. Kitendo cha yeye kuua wale manabii wa Baali kulingana na Biblia za kisasa kitamfanya nani Yezebeli ajisi vibaya, na anajua tena hata kisheria kwamba Mungu anasema ndani ya kitabu cha Kutoka kwamba usiue. Kwa hiyo ikiwa Elia ameua, amefanya kosa. Kwa hiyo ni mlango ambao uko tayari wazi, kwa hiyo atamwambia na atakimbia. Sasa katika ukweli sasa ndio video ya pili ambayo umesema ni kweli. Tuko sasa ndani ya Kala DMC, tunaonyesha ni nini ambacho kinatendeka. Hakuwaua, sio kwamba labda ni mkanganyiko, hapana. Ni kulingana na nini na kuhusiana na, kama vile zamani nilikuwa nasema Mwenyezi Mungu, si ndio ndugu yangu? Nilikuwa nasema Mungu, Mwenyezi Mungu, Kristo. Kristo nilisema Kristo tu. Mwenyezi Mungu nilikuwa nasema hivi, awabariki wa mengine. Kwa nini leo nasema kwamba Mwenyezi Mungu ni demon anaweza wa mengine? Je, inakusumbua hilo? Jambo ni hapana. Ni kulingana na uelewa na kulingana na mafundisho ya Biblia za kisasa, ndio maana tulikuwa humu. Maana ili kwamba utoe mtu katika ujinga, unatakiwa kwanza kuingia katika ujinga huo bila wewe kuwa mjinga, ili kumuonyesha kwamba bwana, angalia hiki na hiki na hiki na hiki. Sasa unamtoa huko, unamuonyesha sasa uhalisia wa gisi mambo yalivyo. Kwa hiyo usijichanganye ndugu yangu, yale mafundisho yalikuwa ni kulingana na Biblia za kisasa, na haya ni kulingana sana kweli. Hata hivyo unaweza ukapata, kuna video nyingine ambayo niliwahi kutoa zamani kabisa kuhusiana na je, mtu anaweza kaoa binamu yake. Ukisikiliza haya mafundisho inasema ni kweli anaweza, kulingana na Biblia za kisasa ni kweli. Ni kweli, na tukasoma maandiko ambayo yanaonyesha kuwa ni kweli. Lakini tunaposema Biblia inasema namna gani, ukweli unasema namna gani, inakwambia tofauti. Kwa hiyo ndio hivyo ambavyo utaelewa ndugu yangu. Kwa hiyo kuna mafundisho ambayo tuliwahi kuongea kulingana na Biblia za kisasa. Sasa kwa sasa hivi tunaingia katika ukweli, sasa tuwaonyesha sasa kile ambacho kipo na kile ambacho hakipo. Kwa hiyo njoo hai. Ndugu mwingine anasema, imani na shukuru kwa kujali elimu ya kweli kwa lengo la kuwafikia wengi. Tutakuwa tunauliza kweli kweli. Swali langu, Imani, naomba kujua ni namna gani utaweza kujua kipaji aidha kipawa cha binadamu. Kuna mtoto, nina imani kwamba hakuna binadamu aliyezaliwa kwa bahati mbaya na Mungu aidha kaweka pale fresh roba. Sio roba, ni luba. Kila binadamu amemzawadia kipaji chake kitakachomwezesha kupata mali, vitu. Mfano mwingine anaweza kuwa na kipaji cha uimbaji, mwingine mpira, mwingine mwalimu, mwingine kiongozi, na kupitia vipaji hupelekea watu kupata riziki zao. Naomba kujua ni jinsi gani ya kujua kuwa mtoto alizaliwa atakuja kuwa nani, atakuwa na kipaji gani, ili tusiwe tunapoteza muda kuwasomesha watoto katika fani ambazo Luba hajawapatia hicho kipaji, hivyo kujikuta wanaishi maisha magumu nje na vipaji vyao. Naomba muulize Muledi Zulula namna ya kujua kipaji cha mtu na nyota yake. Asante. Jina Luba izidi kutukuzwa. Unajua ni kweli watu wanashindwa kuelewa kati ya kipaji na kipawa. Ni vitu ambavyo vinabebana, lakini inategemea ni wapi unavitumikisha. Unaweza ukawa na kipaji cha kuimba kama jinsi ulivyosema, mfano ni kweli, lakini unapokuwa katika ukweli sasa, hicho kipaji cha kuimba kitabadilika kuwa kipawa sasa, na hicho kipawa unaweza ukatumia pia na jina hilo pia kipaji, haina shida, lakini katika ukweli kinachukua umbo lingine. Katika ukweli itakuwa, kwa sababu usifikiri kwamba unapokuwa katika ukweli upo tu, haujawahi kuimba, haujui kuimba, kwamba utapewa kipawa direct cha kuimba. Hilo haliwezekani. Katika ukweli mambo sio haya. Yaani kila ambacho uko nacho kwanza ndicho unaongezewa. Sasa walio wengi hawajui hili. Hapa ningali katika uhalisia kabisa. Kwa sababu kile ambacho uko nacho ndicho unaweza, yani kikaboreshwa. Kuna watu ambao walikuwa kwa mfano wahubiri, tuseme wanahubiri katika hizo dini, walikuwa kabisa wanajua kuongea kabisa mbele za watu, yani wanatoa mafundisho ambayo ni ya uongo,
Lakini hawa watu kwa mfano neno likiruhusu wamekubali ukweli, kwa sababu tayari wameshakuwa na experience hiyo. Neno litabadilisha tu yale ambayo walikuwa wanafanya vibaya, yani neno litafanya kuwa kitu kizuri, alafu ataanza kutoa neno ambalo litaokoa umati mkubwa wa watu, kwa sababu alikuwa tayari na hicho kipaji, lakini ilikuwa katika uongo. Sasa amekuwa katika ukweli, kitaboreshwa sasa ili kusonga. Kwa hiyo mtoto unaweza ukajua kulingana na gisi mambo ambayo anayotaka zaidi sana kumwangalia. Ni kweli kama gisi ulivyosema, kuna wengine utakuta mtoto fulani alisomea masomo na unatakiwa kuwa daktari, okay, kumbe fani ya daktari mtoto yani ni kitu kingine, yeye yuko huko ana mawazo mengine. Kwa hiyo ni vizuri zaidi sana kweli kuangalia, sio kwamba labda utaangalia mtoto wako labda neno likufunulie hapana, utaangalia katika mazingira ambayo mambo ambayo anapenda zaidi sana kufanya nini. Unaweza kaona mtoto yuko pale yuko busy kuangalia kama kwa mfano mambo ya usafi, hasa mambo ya kupenda kutunza watoto wengine, mambo kama hayo. Katika kucheza unaweza ukatambua hata angalau ni kitu gani ambacho mtoto wako anakipenda hasa. Lakini sasa ndipo utaangalia sana mazingira ambayo unaishi, kweli haya mambo ambayo mtoto anayapenda yanawezekana kweli, aweza hapana. Kwa hiyo itategemea pia. Kwa hiyo kipawa aweza kipaji tu, mtoto wako kwa mfano kama ni kipaji cha mpira, anacheza mchezaji mzuri, hilo unaweza ukaona tu. Kwa mfano mtoto anacheza na watoto wengine tu, mtoto ambaye anajua vizuri kucheza, sina haja ya kukaa dakika 2-3 ili kujua kwamba huyu ni mchezaji mzuri, aweza hapana. Maana mchezaji mzuri unaweza ukamjua namna gani. Hata kwa watu wazima tu wakubwa, tulikuwa tunapimwa tu kwa vitu viwili. Unapigiwa mpira, namna ya kuzuia kwako mpira itaonyesha namna gani kweli kweli uko bora. Mpira unaweza ukapiga kwa hii size, namna gani unaweza ukazuia mpira kwa kifua. Aidha mpira unaweza ukapigwa juu, alafu unaambiwa kwamba utulize chini kwa chini na usiende labda hata mita 2 kwenye miguu yako, aidha mita 1. Haya mambo yote tu ni kidogo tu, unaangalia kwamba huyu. Na sasa wanapokuwa sasa wanacheza pamoja na wengine, hapo unaweza ukatambua jinsi anavyocheza na wenzao, wanasema huyu ana kipaji kweli kweli cha mpira. Lakini mpira na mambo ya kiroho haviendani, kwa sababu mpira labda mpira unaweza ukasaidia kama mtu haijakatazwa hata katika ukweli, unaweza kuwa mchezaji, hakuna shida. Ukiwa mchezaji kwa mfano, labda katika mchezo wako aidha mambo mengine, unaweza ukapeleka kwa mfano neno kwa watu wengine bila watu kujua, hata kwa wachezaji wengine, hilo linawezekana. Kwa mfano mchezaji wewe labda namba 9 unacheza labda kwa mfano unafunga bao, kuna wengine ambao wanapandisha t-shirt hivi, labda ameandika maandishi hapo, unaandika kwamba Loba ndiye muomba wa kweli. Hiyo kwa mfano unafanya hivi, watu wote wanaangalia, wasema ndio nini tena hii? Watu wataanza kuuliza moja kwa moja, kumbe unatangaza ukweli bila watu wengine kujua. Kwa hiyo mambo kama hayo yapo. Lakini mpira, mambo ya kiroho na mpira hawa wachungaji wenu wa ajabu watasema kwamba Mungu ametabiri timu fulani, nchi fulani ndio itabeba kombe. Baada ya hapo ndio itasaidia kitu gani? Mambo ya kiroho, ulimwengu wa kiroho na mambo ya mpira potelea mbali kabisa, haina hata maana kwa mambo ya kiroho. Hayaongezi chochote, lakini haijakatazwa kuangalia, aweza kucheza, haijakatazwa, lakini kulingana na kiroho haiongezi kitu chochote. Na mkiangalia vizuri tena, mpira kabisa ni dini. Mpira ni dini. Kwa hiyo ndio maana utakuta ikiwa ni nchi fulani ambayo inacheza watu wote katika hiyo nchi wote wanakuwa kitu kimoja, haijalishi wewe ni wa dini gani, ni wa dini gani na nini, lakini nyote mko pale. Lakini mnapokuwa sasa kwenye makanisa, wewe ni Muislamu, wewe ni Mkristo, mjiangalie, amueleweki lakini mnapokuwa nyote kwenye mambo ya mpira, hata hivyo nyote mko kitu kimoja, lakini kwenye dini ndio mnaanza ubaguzi na mwingine. Mjiulize ni kitu gani ambacho kinaendelea. Ni hivyo. Kwa hiyo kipaji ni vizuri kuangalia mtoto kile ambacho anakifanya, anachopenda zaidi. Kuna wengine labda ni kuchora, anapenda kuchora, anaweza kuwa mchoraji. Msidharau mchoraji, ni kipaji pia, ni kipaji kabisa. Haya mambo yote mtu anaweza kaangalia na akajua kwamba mwanae, kujua mambo ya nyota kama vizuri kwamba nyota yake achana na haya mambo ya nyota. Nyota ni mambo ambao wachungaji waongo wanaongea. Ni kweli nilisema kwamba mtu mweusi, ni kweli kila mtu mweusi anapozaliwa kuna nyota yake tayari, lakini usiwe hapo kuangalia nyota yangu iko wapi, ilienda wapi, na usisikilize haya wanaosema kwamba sijui nyota yangu imeibiwa. Achana na hawa wajinga, kwa sababu nyota itaibiwa. Utaiba nyota namna gani ili upeleke wapi?
Kwa hiyo mwachane na hayo. Ni kweli maisha, mtu anaweza akazaliwa katika ana nyota yake tayari, lakini nategemea sasa ni wewe unafanya namna gani, na nyuma ya nyota yake kuna roho agizo kula vitu ambayo iko nyuma ya hiyo nyota. Kwa hiyo ndio hayo. Swali nyingine anasema, wengine anasema naomba kujua kwa nini mwezi unaburuta na kuendesha hisia za watu na pia maji ya bahari. Mwezi, ndio maana mwezi unaitwa mwezi wa ajabu ndugu. Mwezi unaitwa mwezi wa ajabu kwa sababu kuna maajabu ya kutosha zaidi sana. Kuna wengine ambao wanaabudu mwezi. Hizo dini zote ambazo mnaziona kila mmoja anaashiria. Kuna wengine ambao wataonyesha kwamba wao kiashiria chao ni mwezi, wengine ni jua, wengine ni nyota. Unaona haya mambo yote kwa sababu wanajua kwamba ni hivyo. Lakini mwelewe kwamba nyota haya mambo yote ambayo mnayaona, nyota, mwezi, jua, haya yote yaliwekwa kwa sababu ya mtu mweusi, yaliumbwa kwa sababu ya mtu mweusi. Kwa hiyo mtu mweusi akiondoka, vyote vinatoweka, haviwezi vikabaki. Ndio maana mimi nashangaa hao wanaopenda kuua taifa la watu weusi, kwamba watuangamizi wanani. Sisi tuseme kwa mfano kitu ambacho hakiwezi kikatokea kwamba watu weusi wote wafariki duniani, kila kitu, giza linaingia nene, nyota haitaonekana, jua halitaonekana, mwezi hautaonekana, yaani kila kitu kina stop. Sasa sijui wanafikiri namna gani. Kwa hiyo mwezi ni kitu ambacho nimesema tumeshawahi kutoa mafundisho, sijui kama umeshapata kuhusiana na kuumbwa kwa mwezi. Mwezi inaweka rekodi ya mambo kadhaa, yanaweka matukio ambayo yaliwahi kutokea, yaliyopo na ambayo yatakuja kwetu sisi. Mwezi hizo rekodi anazo tayari. Kwa hiyo ni hivyo. Na kweli kuhusiana bahari kweli, wakati utakuta kuna bahari wakati ambapo mawimbi yanakuja mida ya usiku kwanza jioni, utakuta kwamba mawimbi yana kasi ya hali ya juu. Kwa mfano zile kama vile bahari ya Atlantic mfano, hiyo ni bala. Lakini zaidi sana utakuta kwamba ni mwezi, ni mmoja kati ya sababu ambayo mwezi naye pia yuko nyuma, ili kwamba haya mambo yawe hivyo. Lakini siwezi nikaingia kiundani zaidi sana. Mafundisho yapo kuhusiana na mwezi wa ajabu, unaweza ukapata zaidi kwa nini inakokota kabisa hisia za watu kwa namna hii. Mwingine anauliza, kaka Imani, kuna video ulisema ulimwengu wa giza la kichao, yaani Mlima Bube pamoja na kikosi chake wapo chini ya giza nene, na hilo giza ulisema ni kaka yetu wa agizo kula vitu. Sasa mimi nilikuwa nauliza, je, shetani yeye katika ufahamu wake hajui kwamba yuko chini ya utawala wa roho ya agizo kula vitu? No, anajua. Anajua vizuri. Anajua. Kwa sababu yeye sio kitu kwamba labda yuko sehemu yake ambayo yeye mwenyewe, shetani hajaomba kitu chochote. Kwa hiyo sehemu ambapo yupo yeye amewekwa pale, na anajua kwamba kila jambo nyuma kuna roho, na kwamba hapo alipo anajua kwamba na anaogopa. Hilo mlielewe vizuri. Kwa hiyo anajua vizuri, usio na wasiwasi kwamba yuko chini kabisa utawala wa roho huyo wa agizo kuu la vitu. Lakini pia kuna roho wa uwepo ambaye anafanya kwamba awepo kwanza kwa ufahamu wetu ambao sisi tulio katika hali inaonekana. Swali lingine ni, wanasayansi wanasema dunia ni duara, inazunguka ili kupata usiku na mchana. Kama nusu yake iko flat, je, tunapataje usiku na mchana? Kwa nini maji hayamwagiki? Haya ni maswali mawili, lakini tunaenda kwanza ile la kwanza. Anauliza, wanasayansi wanasema dunia ni duara. Sijua wanasayansi ni wa wapi kwa wakati huu, kwa sababu kuna wengine ambao wanakataa kwamba dunia sio duara, dunia iko Wanasayansi wanasema dunia ni duara, inazunguka ili kupata usiku na mchana. Kama nusu yake, yani ya dunia, iko flat, je, tunapataje usiku na mchana? Ni swali nzuri. Mafundisho yameshawahi kuyatoa tena, kwa sababu watu wanashindwa kuelewa ni kitu gani ambacho kinafanya usiku unajidhihirisha na mchana unaonekana. Watu wanafikiri kwamba usiku unajidhihirisha kwa sababu mwezi umetokea, yani usiku, yani tuseme kwa mfano jua wengine wanasema linalala, jua haliwezi likalala, linatoweka, kwamba ndio usiku unajidhihirisha. Kwamba jua likiwepo likaonekana asubuhi, basi usiku umekucha. No, sio hayo ambayo yanafanya kwamba usiku ukute, aidha usiku ujidhihirishe, aidha asubuhi ipate kuonekana, mwanga uonekane. No, sio hivyo. Unatakiwa kuelewa kwamba bila hata jua usiku utakucha tu. Sijui kama unaona hilo. Bila jua usiku utakucha tu, kwa sababu kuna utaratibu ambao uliwekwa. Na ndio maana hata mnaposoma ndani ya Biblia ya sasa wanakuambia kwamba mwezi na jua na nyota vyote vilitokea kwenye siku ya 4.
Kwanza sasa, kama ni siku ya nne, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, ilijulikana haje kwamba ni siku ya kwanza, siku ya pili, wakati jua na mwezi havijakuwepo? Unaona hicho kitu, ili kuonyesha kwamba sio mwezi aidha jua linalofanya kwamba watu wajue kwamba hivi kumekucha, hivi usiku umejizirisha. Hapana, maana katika sehemu hizi za Ulaya inaweza ikafika hata saa 4 za usiku katika kipindi fulani ni jua tu bado. Sasa utasema namna gani? Utasema namna gani? Na kuna wakati mwingine asubuhi utakuta hata saa 2 za asubuhi, saa 2, karibu saa 3 bado kungali giza. Sasa ni nini ambacho kinafanya kwamba, kwa mfano tuseme kwamba kumekucha, bado hakuja kucha? Uelewe kwamba kuna mwanga wa dunia ambao upo, na kitu ambacho kinachofanya kwamba dunia, yani usiku upate kujizirisha ni nini? Dunia yenyewe ina mwanga wake, uelewe vizuri. Sasa huo mwanga wa dunia unapiga mishale yake, mionzi yake kwenye mbingu ambayo tunaiona hapa. Sasa ndio maana hata kama jua halipo, hata kama jua ulioni, na kama ni mchana unaona tu ni mchana, sio kwamba usiku unajizirisha, si ndio ndugu? Sasa baada ya hapo, wakati ambapo ikiwa usiku utajizirisha sasa, yani ule mwanga wa dunia utaenda unafifia, kwa sababu ulimwengu, yani tuseme mbingu itakuwa kama vile ni kioo ambacho kinapokea mwanga wa dunia. Sasa wakati ambapo inapofifia, mwanga wa dunia unapoanza kujififisha, ina maana kwamba hata pili ya mbingu mbingu tunaona kwamba tayari inaanza kuingia giza, kwa sababu ni kama vile ilikuwa ni kioo ambacho kinatupiwa mwanga. Sasa mwanga unaanza kufifia wa ulimwengu wa dunia, hapo moja kwa moja giza linaanza kutanda. Sasa ukimalizika kabisa mwanga, kwa sababu sio kwa haraka haraka, kwa sababu kila kitu kilifanywa kwa utaratibu. Sasa inapomaliza ni giza ambalo linajizirisha. Mawingu ambayo yalikuwepo yanajitenga, yanaacha nafasi kwa ajili ya nyota, sasa kwa ajili ya mwezi, kwa ajili ya nini, ili tupate sasa kuanza kuona mwanga mwingi. Kwa hiyo huu ni utaratibu ambao hapo usiku umejizirisha, sio kwa sababu ya mwezi, aidha sio kwa sababu ya jua, sio hapana. Na hata asubuhi ndio hivi. Asubuhi kunaweza kuna kucha, lakini haujaona nani, kwa mfano jua, lakini kumesha kucha, kwa sababu kuna mwanga. Dunia ina mwanga wake binafsi ambao unafanya kwamba asubuhi unaona kwamba mwanga kumesha kucha, lakini jua halijachomoza hata kidogo. Ni kweli. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho mnaweza mkaelewa. Kwa hiyo wanaposema kwa mfano kwamba kwa sababu inazunguka iko flat, sasa inazunguka ili kwamba huku usiku uonekane no, hapana, hilo sio lengo. Kwanza wanaposema kwamba dunia inazunguka, wanazunguka karibu ya jua, haina maana. Niliwahi kuwaonyesha kwamba haiwezekani, kwa sababu ikiwa jua liko hapa na dunia inazunguka hivi, kwa sababu Kifaransa wanasema la terre tourne autour du soleil. Kutourne autour, yani ni hivi. Sasa inakuwa namna gani sisi ambao tuko hapa dunia tena tunaliona jua liko juu, kama tuseme kwa mfano imeshakuwa saa 6 kamili kabisa mchana, unaona jua limesimama kabisa katikati. Ikiwa dunia ilikuwa inazunguka hivi, hatuwezi tukaliona hilo jua kwa kuangalia juu hivi, hapana. Kikawaida tunatakiwa kuliona hivi, linapita hivi, liko hivi, kwa sababu dunia kwa mujibu wao inazunguka hivi ili kwamba watu wapate kufanya nini kwa mujibu wao, kwamba giza lipate kuonekana, aweza sehemu nyingine usiku jizirishe na wengine asubuhi jizirishe. Sio kwa namna hiyo. Dunia haizunguke kama gesi wanavyosema, sio hivi. Ni kweli dunia inaweza ikapanda, inalemea, inaweza ikashuka hivi, inaweza ikaenda huku kulia, inaweza ikaenda hata kushoto. Hicho ndivyo movement, na hauwezi ukahisi hata chochote, kwa sababu kuna roho ambazo ziko hapa. Unaona, hicho ndio kitu ambacho unaweza mkaelewa, lakini sio kwamba inazunguka hivi. Hapana, hapana, hapana. Haya ni mambo yao ambao wao wanafanya. Wao wameshatoka nje ya dunia ili kujua kwamba inazunguka hivyo. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kipo, na uelewa kwamba kabla ya mgawanyiko wa bara, jua lilikuwa linapiga tu, na nchi yote, tuseme bara lote lilikuwa yani wote walikuwa kwenye majira moja, na ikiwa ni jua linaangaza ni sehemu zote za dunia, yani za udongo wote. Hilo muelewe vizuri.
Lakini baada sasa pap ya mgawanyiko ikawa sasa kubwa, ndio maana kuna wakati ambapo upande mmoja ni kweli jua linaweza likaangaza, na wakati linaporudi linaangaza sehemu nyingine. Sio kwamba labda dunia inazunguka hivi, no, ni utaratibu ambao jua lenyewe lilipewa. Hivyo mlielewe vizuri, sio kwamba dunia itajizungusha ili kwamba okay, ikifika hapa kwamba nyinyi umeshakuwa kwenye giza, okay, hao wameisha no, hapana. Ni hivi. Hamjawahi kuona kwamba jua linaweza likachomoza huku likachomoza huku likaenda hivi hadi jioni kabisa, mnaliona limesha kuwa upande huu. Sio kwamba ni dunia ndio inafanya hivyo, ni mwezi wenyewe, ni jua lenyewe ambalo lina njia hiyo, limepewa sheria hiyo ya kufanya hivyo, ndugu zangu. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho pia unatakiwa kukielewa, ndugu yangu. Swali lingine ni kwamba asante kaka kwa hiari yako ya kutufungua sisi kupitia mwalimu. Hey kaka, niko na swali kuhusu mwezi wa ajabu kile kilichotokea 2016 kuhusu mgongano kati ya just mimi sijui na mwezi kiroho ina maana gani kaka? Na kingine ni kuhusiana na unaposema tupo kizazi cha 11, yaani nawezaje just okay hivyo kaka, au ndo inaashiria kuingia katika kizazi kingine kaka? Naomba ufafanuzi kwa hilo kaka. 2016 sijui ni nini ambacho kitendeka hasa, sijui mgongano kati ya just na mwezi. What is just? I don't just kama event sijui sijui nini ambacho kitendeka. Na ni kweli mambo ambayo yanayotendeka yana maana yake. Yes, kuna maana ambayo watu hawawezi wakayajua. Watu wanaweza wakaleta nadharia zao kulingana na uelewa wao ambao umepungukiwa hali ya kiroho. Lakini 2016 sikumbuki kama ni kitu gani ambacho kitendeka hasa, kwa sababu hii just ndio sikuelewa vizuri. Ningeelewa labda ningejua swali lako ni nini. Acha basi nijibu tu ile la pili, labda utarejea kwa hilo, labda utaandika vizuri ili nipate kuelewa vizuri, labda kwa wakati mwingine nakuja kujibu. Alafu sasa ili umeuliza la pili, umeuliza unaposema tupo kizazi cha 11, yaani nawezaje just hivyo kaka, au ndio inaashiria kuingia katika kizazi kingine kaka? Naomba ufafanuzi. Mimi mwelewe vizuri, mimi nilichukua Biblia za kisasa wakati ulipokuwa katika dini. Unaweza ukasoma kitabu cha, kama sio Kutoka itakuwa ni Kumbukumbu la Torati, sikumbuki vizuri kama ni Kutoka kama ni Kumbukumbu la Torati, ambapo nikafikiri ni Kumbukumbu la Torati, ambapo inasemekana kwamba wanaharamu hawataingia katika kusanyiko la Bwana hadi kizazi cha 10 ndio wanaweza wakaingia. Sasa tukaleta sasa kulingana na ukweli hao wanaharamu ambao waliotajwa hata katika toleo zingine za Kifaransa za lugha zingine za Biblia ya Kiswahili Mkiswahili wanasema mwanaharamu, lakini ukiingia katika toleo za Kifaransa au za Kiingereza wanakueleza hao wanaharamu ni akina nani. Sasa toleo za Kifaransa zinakuambia mwanaharamu ndio wametisi, yani wazungu wale ambao si weusi. Hivi sijui kama unaelewa hili. Sasa walielezwa kulingana na Biblia za kisasa, wanaposema kwamba hadi kizazi cha 10 ni kwa sababu kulingana na ukweli ni kwamba tangu dunia iumbwe na uwepo wa mzungu katika hali inayoonekana na damu mchanganyiko, yaani hawakuruhusiwa kabisa kujihusisha na mambo ya kiroho, kwa sababu mambo ya kiroho yalikuwa ni mambo ya rangi tu, yani ya watu weusi tu peke yao, kulingana na asili walizokuwa nazo. Hata mkiwaletea mambo ya kiroho hawawezi wakapenya, hawawezi wakaelewa. Sasa walipigwa marufuku hayo hadi kwenye kizazi cha pili. Katika ukweli sisi tunajua kwamba yani ni waliruhusiwa tu kipindi ambapo mzaliwa wa pili atakapokuja, hapo ndipo wanaweza. Mzaliwa wa pili akipenda, akitaka, anaweza akawapokea. Sasa kulingana na hicho kizazi cha 10 kilichoongelewa ndani ya Biblia za kisasa, na sisi tuko katika uwepo wa mzaliwa wa pili sasa, ambapo wazungu sasa wanaweza wakaruhusiwa nao pia kushiriki, ndipo tunaweza tukasema kwamba yaani tumefika sasa kwenye kizazi cha 11 sasa, kwa sababu kizazi cha 10 kinatakiwa yani hicho ndio cha mwisho kabisa, akiwezi kushiriki katika ukweli. Sasa kuanzia kizazi cha 11 tunaweza tukasema
ndipo sasa wazungu wengine na damu mchanganyiko wanaweza wakitaka kabisa na kukubali ukweli kwa asilimia yote kuingia katika taifa la Muumba. Lakini uwezi ukaniuliza sasa, kizazi kimoja kinachukua miaka mingapi katika linaonekana? Hilo mimi siwezi nikakwambia kwa sababu sijui, maana kipindi cha Busi hadi muda huu ni miaka mabilioni na mabilioni na mabilioni imepita, ndugu yangu. Sasa kizazi kimoja kinachukulia, sio kama sisi katika inaonekana tunasema kwamba kizazi kimoja labda ni miaka 100 nini, no. Katika ukweli sio hivyo, ni miaka ambayo ulimwengu wa kiroho wao wenyewe ndio wanajua. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kwa nini nilisema hivyo, kulingana na Biblia za kisasa kwamba hadi kizazi cha 10, naona, na hapo tayari tunaanzaliwa wa pili kwa okay, kwa hiyo tumeingia kwenye kizazi cha 11 sasa. Lakini hicho kizazi cha 11 kitaishia hadi wapi hata wapi, hilo mimi siwezi nikasema, sijui, kwa sababu sijui, lakini nasema tu hapo kwa sababu tunaye mzaliwa wa pili ambaye hayo utabiri ulielekea. Nafikiri hapo umeelewa. Kuhusiana na swali lako la kwanza, unaweza ukanirejea tena kuniandikia vizuri ili nipate kuelewa vizuri kilichotendeka 2016. Swali lingine ni kwamba kaka Imani, tunashukuru kwa neno, lakini kaka, mimi nilikuwa nina swali. Kuna mafundisho ya video moja ulisema kwamba demon na wazungu baba yao ni mmoja, na demon ndio wa kwanza kuzaliwa baada ya malaika wa utaratibu wa tatu ambaye ni mpungu kutembea na nyoka dragoni wa baharini ambaye ni Telame. Sasa mimi nilikuwa nauliza hivi, kuna video ile uliofundishaga kuhusu mnara wa Babeli na chimbuko la lugha, ulisema mdima anasema mlima, lakini nafikiri mudima Beko Kisedi aligawanya vipande vya bara. Sio kwamba aligawanya vipande vya bara, aligawanya vipande, yani aligawanya bara katika vipande mbalimbali, kwa sababu bara ni, kwa sababu wao wanaposema kwamba mgawanyiko wa mabara haina maana. Wakisema tu mgawanyiko wa mabara haina maana yoyote. Ikiwa tayari unazo bara, mgawanyiko wa mabara, umeshakuwa na mabara tena unakuwa mgawanyiko, sasa ili uwe nini tena? Kwa sababu mabara umeshakuwa nayo mengi, ndio maana inakuwa mgawanyiko wa bara, yaani mgawanyiko wa vipande vya bara. Hivyo ndivyo tunavyosema sisi. Okay, Mlima Beko aligawanya vipande vya bara na ndipo zikatokea bahari. Sasa mimi nilikuwa nauliza, huyo nyoka dragoni aliyezaa na mpungu alikuwa anakaa kwenye maji yapi wakati ulisema mwanzo hapa hapakuwa na bahari? Nisaidie kaka, asante. Unatakiwa kuelewa kwamba katika ulimwengu wa kiroho, katika ulimwengu wa nafsi, kwanza tuelewe kwamba dunia yote kabla hatuja kuwa na nchi kavu ilikuwa ni maji. Hilo uelewe vizuri, yaani ilikuwa ni maji yote kabisa, lakini katika hayo maji ndipo Loba kwa uzidisho mapenzi yake akaamuru kwamba katikati kutoke udongo, kutoke nchi kavu, yaani kutoke udongo, sehemu ambapo watu watakaa. Lakini hayo maji ni maji ya kwanza kabisa ambayo hayana uhusiano wowote na maji ambayo tunayoyaona sasa kwa sasa hivi. Sijui kama unaona hivi. Kwa hiyo ikiwa kulikuwa bahari, ilikuwa tu labda ni moja, na mito siri ya mito, naweza kusema labda kweli kulikuwa mto. Hata katika ulimwengu wa kiroho, katika ulimwengu wa nafsi, kulikuwa mto ambao ulikuwa unaingia katika monda ama mwenye Edeni, ila huo mto ni baada ya nguko sasa ndio ukajigawa kwenye mito mine ambao watu watasema kwamba ambao unaingia kwenye kwa Kushi, Avila, mambo kama hayo, Efrati, Tigri, yote mnajua hayo ni baadaye sasa. Lakini ziwa, mabahari mengine ambayo unasema bahari ya India, aidha mengine ya India na nini, yote haya yametokana tu na bahari hii moja. Lakini sasa ni wakati ambapo boom, ndipo hayo mengine yote yakaanza kujizirisha. Sio kwamba labda hapakuwa hata bahari, no, ilikuwepo. Bahari ya kwanza ilikuwepo kabla ya bahari zingine zote wanazoita kwa mfano leo Arctic, Atlantic, ya Oceania, ya Hindi, yote aweza kusema. Wengine wanasema bahari ya Mediterania na mengine hayakuwa hivyo hapo awali, na ndio maana hata wakati huu bahari zote ambazo wanaziita ni maji ambayo yako tofauti. Hata zikutane hivi, maji hayawezi yakachangana, ingawa samaki za huko zinaweza zikapita zikaenda huko, hiyo ni kweli, na sio zote,
Sasa kila mmoja anabaki katika, yote inawezekana. Kwa hiyo nikupenda tu kusema kwamba maji yalikuwepo, lakini sio kama gisi mnavyoyaona kwa wakati huu. Mengine sasa yametoka, na ndio maana hata milima ilitokea wakati huu ambapo mlima Mikoko alifanya nini, pup, aligawa. Lakini maji yalikuwepo, ila sio kama haya ambayo watu watasema wakati huu. Na hata uelewe vizuri, kuna mnyama mwingine ambaye unajua anaitwa Sangwa Ngungwa Ngando na pia Ekukata Ngungwa Ngando ambao wataita Leviathan na Demont. Nao pia wao hawakuanguka, lakini tuko nao katika dunia hii. Baada tu ya gharika, boom, nao pia wakaingia katika hali inayoonekana wako ndani ya bahari, baada tu ya anguko tu, baada ya gharika, kumrazi, baada ya gharika pup, wakaingia. Sasa wao walikuwepo katika bahari katika hali inayoonekana, walikuwa tayari kabla hata Mlima Mikoko atafanya nini, pum, hajagawa bahari. Walikuwa tayari ndani ya bahari tu, ambayo ni bahari ya kwanza, naweza nikasema hivi, ya awali, ambayo haina uhusiano wote na hizi zingine ambazo wanaziita kwa siku ya leo. Sijui kama unaelewa hilo ndugu. Swali lingine la mpendwa huyu anasema, swali langu ni je, katika upande wa kiroho ni sahihi mtu kubadilisha jina la ukoo na kabila ikiwa hapendezwi na huo ukoo au jina na ukoo huo? Hey. Bon, unajua tunapokuwa katika hali inayoonekana, ndugu yangu, hakuna mtu ambaye alichagua kwamba yeye azaliwe katika familia fulani, aidha azaliwe katika ukoo fulani, aidha azaliwe katika, yani huyu angekuwa mama yangu, aidha huyu angekuwa baba. Hakuna mtu ambaye alichagua. Sote tumezaliwa na tukakuta mambo yako hapo. Huyu ndio mama, huyu ndio baba, hatujaomba. Kwa hiyo tunawaheshimu. Mama yangu namheshimu, baba yangu namheshimu. Hivyo ndivyo tulikuzwa. Sasa ikiwa wewe utabadilisha jina la ukoo, kwa nini ubadilishe jina la ukoo? Utakuwa na sababu zako za msingi, lakini uelewe kwamba katika kubadilisha majina yanaweza pia yakakusababishia kwa mfano matatizo baadaye, sio kiroho, lakini katika mambo ya kimwili tu. Tuseme kwa mfano ulikuwa tayari na jina la ukoo ambao uko nalo, na labda katika linaonekana umeshasoma, umepata madiploma mbalimbali, na hilo jina ndio liko huko, vyeti karibu vyote ambavyo uko navyo, hilo jina liko huko. Sasa ukienda kubadilisha, kweli inaweza ikabadilika, lakini cheti hicho hakitakuwa tena halali. Hawezi wakachukua cheti chako wabadilishe hilo jina mpya tena kwa cheti hilo, haliwezekani. Ina maana kwamba yule ambaye amebaki kwenye cheti sio wewe, hautajulikana kwamba tena ni wewe. Hapo hivi tayari utakuwa umefanya tofauti. Lakini ukisema kwamba mimi napenda kuamua bwana, mimi nataka kubadilisha ile jina la ukoo, silitaki hata mwingine, uko huru kufanya kile ambacho unajihisi. Mambo ya kiroho, wa ulimwengu wa kiroho hauwezi kuingilia kati, sio kwamba umefanya vibaya, aidha sio hivyo. No, ni wewe mwenyewe kuona kama hakuna madhara yoyote ambayo inaweza kutokea kimwili, hapana kiroho, kuhusiana na kubadilisha haya. Ni wewe mwenyewe. Lakini kusema kwamba kwa mfano sasa ukasema labda mtu anaweza kubadilisha hata ukoo, unapenda kubadilisha ukoo uwe mtu wa ukoo gani tena? Hilo hata kama utajiita kwamba wewe ni wa ukoo fulani, lakini wewe mwenyewe unajua kwamba no, ni wa ukoo fulani, haina haja kubadilisha. Je, ni ukoo unaona kwamba labda ni wachawi? Kila ukoo kuna wachawi kila sehemu kuna wachawi, kuna watu ambao wanafanya mambo ambayo si mazuri, unatakiwa kuelewa. Mimi siwezi nikaona kwamba kusema kwamba acha nibadilishe jina la ukoo niwe la ukoo niwe mtu mwingine ambao wasinijue kwamba, hapana, sio kwa namna hii. Lakini jina lako uelewe kwamba majina yote ambayo kuna, hata mimi naitwa Imani, lakini lo jina kiroho halijulikani. Jina ambayo kweli inawezekana maana yake, lakini roho yangu ina jina lake halisi ambalo mimi mwenyewe silijui hata kwa wakati huu, na hilo ndio jina ambalo hauwezi kubadilisha. Unaweza kubadilisha yote ambayo umepewa na wazazi na wengine, lakini jina hilo la kiroho la roho yako hauwezi kulijua, lakini inajulikana, na hilo ndio limeandikwa katika kitabu cha uzima. Hilo ndio unatakiwa kulielewa. Kwa hiyo ulimwengu wa kiroho kabisa hauna tatizo chochote kile ambalo ukasema kwamba mimi siiti fulani, mimi si wa ukoo fulani, kwao hawana tatizo, na wewe ni wewe mwenyewe tu kuona na nini ambacho unaweza kukifanya. Kwa hiyo ulimwengu wa kiroho hauna matatizo kuhusiana na hilo, ni wewe mwenyewe, ni mambo tu ya wewe kuangalia urahisi ambao upo na kile ambacho kinaweza kufanya kwamba mambo yasiwe vizuri. Swali la mwisho la ndugu huyu anasema, kaka Imani, kulingana na tema ya kuumbwa kwa ngengeti, je, ngengeti zinaweza toka pahali alipo aende pahali pengine
ambayo akasema ndani ya nani, move from one place to another, na hawawezi kugongana. Kaka, mambo ya kugongana ni sisi hapa katika hali inayoonekana ambao tunaendesha mambo kwa uzembe bila kuwa makini. Hizo wanazoita ajali zinazotokea, watu watasema kwamba fulani kuna uchawi wa ushirikina ambao unafanya watu wanagongana, watu wanafanya. Sio hivyo. Asilimia karibu 99 ni uzembe wa watu, kutokuwa makini kwa watu. Ndio maana hizo mnazoita ajali zinatokea. Watu wasiseme kwamba kuna mchawi fulani ambaye anafanya hivi, yeye akifanya hivi anaangusha treni, inaanguka, aidha gari zinagongana pupu. Hakuna hata mmoja aliye na uwezo wa kufanya mambo kama hayo. Inawaambia uzembe wa watu na kutokuwa makini barabarani ndio unasababisha watu kuingia katika hayo mambo ambayo wataita ajali. Kwa hiyo ikiwa nyuma ya ngengeti ambazo ni nyota kuna roho agizo kula vitu, na unafikiri namna gani? Kwa mfano ngengeti itagongana na ngengeti nyingine? Ni kweli wanakuwa ngengeti zinaweza zikatoka sehemu fulani na kwenda sehemu nyingine, inaweza ikatoka hapa inaenda huku, na haitoki kwa sababu ya kwenda tu, kwa sababu nimewaambia kwamba nyota ni kama vile ni maandishi. Yaani ulimwengu ni kama vile ubao, alafu nyota ni kama vile maandishi ambayo yameandikwa. Sasa nyota zinaweza kuwa hata nyota 5 6 ziko sehemu moja. Wale ambao wameanzishwa katika ukweli kama vile Muledi anaweza akasoma ni nini, ni ujumbe ambao upo pale, na hapo nyota nyingine zikatoka ikaenda ikajiweka sehemu nyingine, ni maandishi mengine, ambapo ni usemi mwingine ambao unaweza ukasoma ni nini ambacho kinamaanisha, ambacho kitakuja baadaye. Kwa hiyo sio kwamba labda ziko hapo tu, no, zinakuwa zinatimizia, inaweza zikatoka hapa zinaenda hapa na hivi, lakini uko juu Kwa hiyo wale wengine ambao wanasema kwamba nyota imeanguka duniani, n'importe quoi, tuachie uongo. Nyota itaanguka duniani namna gani? Hivi nyota hata ikisogea kidogo hapa tunaweza tukaishi kweli? Wenyewe wanasema kwamba nyota ni kubwa kuliko dunia. Sasa nyota kama ni kubwa kuliko dunia, inaweza ikaanguka namna gani ndani ya dunia? Ili kwamba upate kuanguka ndani ya dunia, unatakiwa upate nafasi ambayo wewe utaenea ili kuanguka. N'importe quoi. Kwa hiyo ndugu zangu, hayo ni maswali baadhi ambayo wapendwa waliuliza na nimejitahidi kujibu. Nitashukuru sana ikiwa wapendwa wameelewa, na yule ambaye hakuelewa vizuri anaweza tena akaulizia, na naomba tena wewe ambaye labda una maswali kulingana na mafundisho, kulingana na mambo mengine, lengo ni nini? Mimi napenda tu kuwapatia tu, kuwaonyesha mwanga tena zaidi sana, ili kwamba msiwe na wasiwasi. Kwa hiyo lengo ni kwamba niwapatie hivi, ili dugudugu ambazo mko nazo, wasiwasi ambao mko nao, kabla ya kukubali ukweli kikamilifu na kuingia ndani, lazima ujiulize maswali, na alafu utaingia katika ukweli wewe mwenyewe tayari. Hauna tena, sio kwamba unasukumwa na mtu, wewe mwenyewe umeshajiridhisha kwamba huo ni ukweli. Kwa hiyo ikiwa mtakuwa na maswali kwa wakati mwingine tena, chini ya video hii au za video zingine, wekeni hapo. Tena Jumamosi nao likiruhusu, nitarejea na kipindi kingine kwa ajili ya maswali. Lakini kama maswali hayatafika 5, sitatoa kipindi, nitasubiri hadi pale ambapo zitakuwa zaidi ya 5, ndipo naweza nikafanya kipindi tena ili kujibu maswali yenu. Najua maswali yako mengi tu lakini mtu anayeuliza kwa sababu kupenda kujua, mimi nasoma najua. Mnaona yule jamaa, huyu ndugu ambaye nilisema kwamba no, huyu siwezi nikajibu kwa sababu naona kiburi kimo ndani katika swali. Katika maandiko kuna usemi. Unaweza ukaona hali ya mtu katika maandiko, unamsoma vizuri, unaona kwamba no, huyu hayuko sawa. Na unaweza ukajua kwamba huyu anauliza kwa sababu ya kupenda kujua, huyu anauliza kwa sababu labda ya kupenda kutega. Haya mambo yote tunayajua. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho mtu anaweza akaja akafanya labda sitajua, nitajua tu. Kwa ndugu zangu, huu ndio ukweli. Luba ndiye mume pekee wa kweli, na Zulula 100 ndiye mwalimu pekee. Luba anaendelea kujitukuza ndugu zangu. Asanteni sana.